Wakati anajiunga na Young Africans kutokea timu ya taifa ya Angola, Pedro Goncalves alionekana kuwa kocha ambaye ataifikisha Young Africans kunako nchi ya ahadi. Stori zimekuwa nyingi kumhusu yeye na timu kwa ujumla, ikisemekana kwamba timu haichezi vizuri, hasa joto likizidi kupanda kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo Machi 1 mwaka huu. Tuko hapa na mchambuzi Mdachi Hari Omari kwenda kumzungumzia Pedro Goncalves kiufundi zaidi, wapi ambako anafeli kimsingi. Jina langu ni Leopard John na hii The Golden Boot. Mdachi, Pedro Goncalves pressure imekuwa juu kwa upande wake, hasa maneno akiwa yanasemekana kwamba timu imekuwa haichezi katika mfumo wa kuvutia. Pengine shida ni nini hasa kwa upande wa Pedro Goncalves kimbinu? Pedro Goncalves, kwanza namna ambavyo timu inacheza, watu wanakitazama kitu ambacho wachezaji wanakitoa kiwanjani. Kwa umekuwa ukitazama Young Africans, sio kwamba ipate matokeo. Matokeo wanapata, lakini katika wakati wa kupata matokeo yanapatikanaje? Wakati mwingine yani timu inaonekana kabisa imefeli kabisa katika kutafuta matokeo. Kipi kinatokea? Kinachotokea ni kazi ama nguvu kazi ya mchezaji mmoja mmoja ambaye anakwenda kuamua matokeo. Kitu ambacho kinakwenda kupunguza baadhi ya vitu kwa mwalimu, kuonekana kwamba tactics zake zinaanza kufeli. Kwa nini? Wakati timu inapata matokeo ni lazima ionekane nguvu ya mchezaji mmoja mmoja ndio timu ipate matokeo. Na ndio maana watu wanaweza kawa wanamhukumu Pedro Goncalves mfano wakati huu ambao mchezaji kama wa teams kama Pacome Zouzoua amepata injuries. Ndipo ambapo watu wanaanza kumtazama kwamba Pacome akikosekana kwenye timu, tayari timu uhakika kupata matokeo hakuna. Kwa nini? Tayari mwalimu tactics zake zimefeli. Na ndio maana anahitajika mtu ambaye anaweza kuipa timu matokeo, kwa sababu ya mwalimu mbinu zake bado zinashindwa kutufikisha sisi katika sehemu fulani. Na ukitazama mechi nyingi ya Afrika anazocheza, hata kwa siku ya jana, unaona namna gani ambavyo tayari timu ikishakamatwa katika mbinu ambazo mwalimu amezitumia katika labda game plan kati mechi inaanza. Sasa wakati wa kubadilika kwenye mbinu ambayo tayari imesha naso na mpinzani ama mpinzani ameshaimaster namna gani ya kuzuia, wakati hiyo timu kubadilika kwenda kwenye plani nyingine ili kuweza kupata matokeo, hapo ndipo watu hasa wanapomhukumu Pedro Goncalves. Amekuwa ni mgumu sana, ama timu yake imekuwa ni ngumu sana kubadilika kuelekea kwenye mpango mwingine ambao unaweza ukaipa timu matokeo na watu watazame timu ambavyo inacheza. Kwa hivyo Pedro Goncalves, yeye kama mwalimu, yeye kama kocha, anatakiwa kutazama ni wapi ambapo anatakiwa perekebishe, ili watu kitu wanachokitazamia kitokee kiwanjani kiweze kuonekana na timu wakati inacheza huku inapata matokeo. Walau kwa sasa timu inapata alama 3 kwenye kila mchezo. Hiyo pressure hakuna, kwa sababu alama 3 wanazipata. Anachotaka kufanya kwa sasa ni kutengeneza sasa timu iwe na mentality ya kucheza, hata kama watashinda kupata labda mpira wa free kick au kona, lakini zile nafasi za kutengeneza kupata mabao ziwe zinaonekana kwamba ni wapi ambapo tunapita 1 2 3, tunaanzia eneo la katikati naenda eneo la pembeni, tunatengeneza mpira kupitia kwenye mianya ya wapinzani kupita kwenye eneo lao la backline, ama tunatumia eneo la pembeni. Ndivyo ambavyo watu wanahitaji kuona kwamba timu hii ina flow kutokea chini kwenda juu kwa mipangilio ambayo inaonekana. Sawa, watu wengi wamekuwa wanazungumza kwamba Pedro Goncalves ameshuka hasa katika yengo ya kimbinu mara baada ya kuondoka mwalimu Philippe Pedro kwenye kikosi cha Young Africans ambaye ametimkia huko katika ligi kuu ya nchini China. Pengine hili lina ukweli ndani yake ukimtazama Pedro Goncalves na msaidizi wake wa sasa hivi kwa maana ya Ricardo da Silva, upengo la Philippe Pedro ndani ya Young Africans linaonekana? Hilo linaweza kuonekana ama linaonekana kutokana kwamba ukiachana na Pedro Goncalves na mwenzake, tuchukulie mfano labda kocha aliwahi kupita kwenye klabu ya Young Africans, Nasreddine Nabi, ambaye alishawahi kuwa akifundisha pamoja na Cedric Kazi ambaye walikuwa na combination yao. Kipindi walipokuwa na combination yao, walipokuwa Young Africans, walitengeneza kitu ambacho kilikuwa kinawavutia watu, kinaonesha timu namna gani na ambavyo inacheza. Na ndio maana hata alipoenda katika kikosi cha Kaizer Chiefs Afrika Kusini, baada ya muda mchache aliweza kuomba timu ya Kaizer Chiefs iweze kumletea Cedric Kazi, kwa sababu anajua kuna kitu ambacho Cedric Kazi anacho, wakishare ama wakiunganisha kinaenda kutengeneza kitu kizuri. Kwa hiyo inawezekana Pedro Goncalves kuna kitu kimepungua kulingana na kupungua kwa mwenzake ambaye huenda alikuwa anasaidizana katika mawazo ya kuitengeneza timu icheze kuondokea chini, ama mipango ya timu namna gani ambavyo watapata timu nzuri ambayo inacheza lakini pia wakati huo inapata matokeo. Kwa hiyo hilo linawezekana kwa mwalimu, lakini pia yeye kama mwalimu anaweza akajua ni namna gani ambavyo anaweza aka overcome
anafahamu hiyo changamoto ambayo ameipata, ili hizi kelele ambazo zinatoka nje ama kwa mashabiki ziweze kuondokana na aweze kutuliza pressure ya timu. Lakini kwa sasa kikubwa zaidi, kwanza hana pressure ya kupata matokeo kwa sababu matokeo anayapata. Hilo la kwanza, timu inapata matokeo. Lakini swala la pili, timu inavyocheza ndicho kitu ambacho watu hawawezeshi nacho. Sasa yeye kama kocha akienda kwenye kiwanja cha mazoezi ndio atakuwa kujua na kutathmini. Mchezo wa kwanza nilicheza namna hii, mbinu hazikufanikiwa. Mchezo uliofuata nikacheza namna hii, mbinu hazikufanikiwa. Je, ni mbinu gani ambayo naenda kuifanya mimi ili timu yangu iwe inacheza wakati huo inapata matokeo, lakini inavyocheza inaonyesha kwamba hii ni timu ambayo hata kama atashikiliwa mchezaji fulani ambaye anaonekana ni key players wa timu, bado timu itakuwa inacheza na itakuwa inatengeneza nafasi ambazo zinaisaidia kupata matokeo ama kuscore na kuweza kuipa timu alama 3 ambazo ndio lengo katika mchezo husika. Sawa. Hii imekuja kufuatia siku chache kabla ya kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo, Young Africans dhidi ya Simba Sport Club. Pengine kwenye psychological ya kocha na wachezaji haiwezi kuwatoa Young Africans kwenye mchezo kuelekea mechi kubwa ya ushindani kama dabi ya Kariakoo dhidi ya pinzani wao Simba. Na kwanza kelele ambazo ama sauti zinatoka nje kwa mashabiki kwamba kocha Pedro Gonçalves bado atuelewi kitu gani ambacho anakifanya kwa klabu yetu, na atuelewi namna gani ambavyo timu ina perform kiwanjani ijapokuwa inapata matokeo. Zinaweza zikapeleka pressure kwa kocha mwenyewe. Kwanza akizingatia mpinzani ambaye anakwenda kukutana naye tayari timu yake imeshampiga zaidi ya game 6 katika mechi 6 ambazo amechukutana naye. Kwa hivyo ili kuendelea ku maintain kile ambacho wenzake nyuma wameshakifanya kwa mpinzani ambaye anakutana naye, inaweza ikampa pressure zaidi ukilinganisha na pressure ambayo anaipata kwamba bado tunakwenda kwenye game ngumu, lakini timu yetu haichezi vizuri, inapata matokeo lakini watu hawalizishi nayo. Imani imepungua ya mashabiki kulingana na nini? Timu inapopata matokeo lakini hapa Yanga wangefeli kidogo wangepoteza. Yeah, of course. Ile hofu watu wanatazama. Kwa hiyo hofu inaweza ikapelekea hata kocha kuwa na pressure ile ya kwenda kuelekea mchezo, kwa sababu ni mchezo ambao unahitaji utulivu kutokea nje ya timu, kwa mashabiki, kwenye uongozi na wachezaji wenyewe kutulia. Kwa hivyo hata na kocha yeye anahitaji utulivu. Kwa kama pressure hii itaendelea, kuna uwezekano ambao Pedro Gonçalves akapata afa kuelekea kwenye game hiyo. Sawa, watu huwa wanasema kwamba kocha mzuri huwa anapimwa kwa mataji. Unaviona Pedro Gonçalves bado anastahili kubakia ndani ya viunga vya Young Africans, au ndo tunatarajia kauli ya Patrice Lumumba kwamba a good dancer must know when to leave the stage? Pedro Gonçalves kama ye mwenyewe ama ye binafsi kwanza akitathmini tangu ameishikilia kikosi cha Yanga ama amekichukua na kuanza kufanya kazi kama kocha mkuu, head coach, yeye mwenyewe anaweza kawa na tathmini ya nini ambacho amekifanya mpaka sasa, na je akitazama anaweza kuendelea kusalia kwenye timu hiyo na kaipa mataji. Hilo ni la kwake binafsi, lakini tayari sauti kutoka nje zimeshaanza kuona na kutazama kwa Pedro Gonçalves hatutoshi, inawezekana asitufikishe nchi ya ahadi. Hiyo ni kwa kocha, lakini pia kwa sauti kutoka nje. Kinachosalia sasa ni kwa timu yenyewe. Timu wakati inamsajili Pedro Gonçalves, inawezekana walimpa malengo yao. Sisi kama klabu ya Young Africans tunataka katika michuano fulani, labda let's say Champions League, tufike kwenye hatua ya robo finali. Hajawafikisha. Kwenye ligi ya ndani tunahitaji vikombe vyote ambavyo tumevidominate kwa muda mrefu, tuendelee kuvipata. Sasa hicho ndio kitu ambacho kimebakia kwa Pedro Gonçalves, lakini kwa upande wa nje tayari yameonekana kufeli kwa sababu hajafikisha katika lengo la timu. Lakini pia timu yenyewe kama inahitaji kupata makombe ama kushinda zile title ambazo wamekuwa wakizimaintain, wanaweza wakatazama tangu tumeingia ama tumeanza kufanya kazi na mtu huyu, ni wapi ambapo tumepiga hatua, ni wapi ambapo tumeshuka. Je, ukimtazama performance yake na kitu ambacho anatupa ni kitu ambacho sahihi kinatutosheleza sisi kwenda kupata kile ambacho tunakihitaji, ama lengo letu la timu kama kutoa makombe yote ambayo tunashiriki ligi ya ndani. Je, tunaweza kutoa na mtu huyu? Hiyo ni swali ambalo watakiwa kujiuliza viongozi wa Yanga ili waweze kufanya vizuri. Pedro Gonçalves pia naye kwa macho ya kawaida inawezekana Pedro Gonçalves akawa amedrop katika eneo hilo, ndio maana watu wamekuwa wakipiga kelele sana. Na mtazamaji wa Nolly TV, moja kati ya kitu ambacho utakipata na utaendelea kukipata ndani ya Nolly TV basi ni uchambuzi uliotukuka. Huyu alikuwa ni Mdachi Ali Omari akizungumzia
juu ya uwepo wa Pedro Goncalves ndani ya Young Africans na pila gimbi ambayo limeendelea kupigwa na wananchi, hasa zikiwa zimesalia siku chache tu kuelekea mchezo wenye hatima kwa timu zote mbili, kwa maana Kariakoo Derby Young Africans dhidi ya Simba Sport Club katika uwanja wa New Amaan Complex Zanzibar. Jina langu ni Leopard John na hii ilikuwa ni The Golden Boot. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa. Nyuma ya kamera ni Glory Ibrahim Mwando, Simba jike kutoka Himaya ya Kisukuma.